Tumezoea kuona wazungu ndio wenye kuendelea pekee, hata wengine tukajihukumia ujinga, kufeli na kutojielewa. Lakini hivi unajua kuwa Waafrika wana historia kubwa duniani na ulimwengu umeziandika historia zao na kuzihifadhi katika maktaba zao, pamoja kuwa nyingi zimefichwa, lakini kwa maendeleo ya sasa ya teknolojia tunaweza kuzifika moja baada ya nyingine. Na tunaanza na hii. Hivi unajua kwamba mtu tajiri mkubwa zaidi katika historia ya ulimwengu wa sasa alikuwa ni Mwafrika? Wanahistoria wanakadiria kuwa Mwafrika huyu tungelimrejesha katika ulimwengu wetu huu, basi utajiri wake ungelifikia thamani ya karibu dola bilioni 400 na ushe. Hiyo ni zaidi ya mara 2 ya utajiri wa Jeff Bezos wa Amazon. Lakini kwani inamaanisha tajiri wa Mwafrika huyu ndio umeishia hapa? La hasha. Mtu tajiri zaidi duniani kwa mwaka 2025 ni Elon Musk mwenye utajiri wa dola bilioni 390.8. Hii ina maana hata yeye ametupwa mbali na Mwafrika huyu. Swali linabaki, ni nani huyu? Huyu ni Mansa Musa, mtawala Muislamu aliyojulikana kama mtu tajiri zaidi kuwahi kutukia duniani. Takriban miaka 500 iliyopita, alipokuwa akielekea kuhiji, watu walivutiwa sana na msafara wake wa fahari uliojaa dhahabu na msongamano wa watu na wajakazi au wafanyakazi wake kutoka Mali hadi Maka. Mansa Musa alizaliwa mwaka 1280. Ndugu yake Mansa Abu Bakr alitawala ufalme mkubwa wa Mali katika Afrika Magharibi hadi mwaka 1312. Baada ya kujiuzulu, Mansa Musa alirithi ufalme ule aliuacha ndugu yake. Chini ya utawala wake, ufalme wa Mali ulikuwa zaidi hadi maili 2000 kuanzia bahari ya Atlantiki hadi ziwa Chad. Utawala wake ulijumuisha Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea na Burkina Faso. Katika eneo hili kubwa, rasilimali nyingi kama vile dhahabu na chumvi ziligunduliwa. Lakini kama ada ya Waafrika wengi, hawapendi kujinadi wala kujitangaza. Mansa Musa naye muda wote wa utawala wake hakuwa akijulikana na yoyote. Wakati watu wakijigamba na utajiri wao, ghafla walikuja kushangazwa na utajiri mkubwa si wa kifani. Ni kama alikuwa akitafsiri kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kila penye msomi pana msomi zaidi yake. Yani kila penye mbabe kuna mbabe zaidi, na kwenye tajiri basi kuna mtu tajiri zaidi yako. Siku zote chunga ulimi wako na waache majivuno. Mansa Musa alijulikana kwa mara ya kwanza pale alipoamua kwenda hija mwaka 1324 na kufanya kuwa ndiye mtawala wa kwanza Muislamu kutoka Afrika Magharibi kuvuka umbali wa maili 4000 hadi Maka. Msafara wake huu ndio ulifanya ulimwengu kumjua kama mtu tajiri zaidi asiye na mfano katika kipindi chake, bali hata leo hii. Msafara wake ulikuwa na watu 60,000 na watumwa 1000 waliovaa nguo zilizodaliziwa kwa dhahabu na hariri bora zaidi, na ngamia 100. Kila mmoja amebeba mamia ya bauni za dhahabu safi. Msafara wake ulionekana kama mji unaosafiri jangwani. Alipofika Misri, alikaa miezi 3 na kuacha athari kubwa ya ukarimu na kujitulia. Alipokuwa akipita masokoni, alitoa sadaka nyingi za dhahabu hata kwa viongozi pia, bila ya kuwasahau maskini aliyowaona njiani. Kitendo chake hiki kilisababisha thamani ya dhahabu kushuka nchini Misri na bei yake kupungua. Baada ya kutoka Cairo, alielekea Hijaz, yani Saudi Arabia. Alipofika Hijazi, alinunua eneo kubwa na kujenga nyumba za kuishi mahujaji wote wa Mali. Akiwa Saudia, aligawa dhahabu kama ada yake na kuathiri pia soko la dhahabu la Hijaz.
Aliporudi kutoka Maka, alileta wasomi wa Kiarabu na wahandisi wa usanifu, akiwemo mbunifu wa Andalusi, yani Muhsin, Abu Ishaq As-Sahili, ambaye alianzisha sampuli za ujenzi za hali ya juu nchini Mali na kubuni majengo mengi kama vile jumba la kifalme la Madad na msikiti mkuu ambao uko mpaka leo huko Timbuktu unajulikana kama msikiti wa Jingilibei. Mansa Musa alijenga mpaka vyuo vikuu na kuwasisitizia watu elimu ya Kiislamu, na katika kufanikisha lengo hili alituma wasomi wa dini wa ndani kwenda Fez nchini Morocco kupokea masomo ya Kiislamu, na waliporudi walifundisha katika vyuo vyake. Habari ya safari yake hii ya kitajiri ilivuka mipaka ya Misri na kufika Ulaya. Ilipofika Hispania, mtengeneza ramani Abraham Crescas alipata msukumo wa kuunda ramani ya kwanza ya kina ya Afrika Magharibi na akamchora Musa katika atlasi ya Kikatalani mwaka 1375. Mansa Musa alifariki dunia mwaka 1337 baada ya utawala uliodumu kwa miaka 25 na baadaye kurithiwa na wanawe ambao hawakuweza kuendeleza wala kutunza utawala wa mzee wao huyu aliyevunja rekodi ya dunia, na badala yake waliugawa katika majimbo madogo madogo na hatimaye utawala huu wa kihistoria ukaanguka. Hii ni Kambi Kuu, kitovu cha harakati. Asanteni.